9 ya wanafunzi waliofanya mtihani wa kuhitimu elimu ya msingi mwaka 2021. Na kati ya waliofaulu na kupangiwa kujiunga, hii kusema kwamba wapo wanafunzi wenye mahitaji maalumu 2673, sawa na 0.29. Sio kubwa, lakini angalau tunao wanafunzi wenye ulemavu ambao wamefaulu mitihani yao ya kumaliza darasa la 7 na tumewapangia masomo ya kidato cha kwanza. Kati yao wavulana ni 1471 na wasichana ni 1202. Na tumeangalia wanafunzi waliofaulu mwaka jana kwa mwaka kulinganisha na mwaka huu. Mwaka huu wa 2022 kumekuwa na ongezeko la wanafunzi 73,932, sawa na ongezeko la 8.87 ya wanafunzi waliofaulu ukilinganisha na mwaka 2020 ambapo kuna 872. Kwa hiyo mtaona mwaka jana wanafunzi waliochaguliwa kuanza kidato cha kwanza walikuwa 833,872. Mwaka huu tumechagua wanafunzi 907,802. Kwa hiyo kuna ongezeko la wanafunzi 73,932 ambao wana sifa ya kujiunga na masomo ya kidato cha kwanza. Na ndugu wananchi, jambo jingine la pili la kusisitiza, mwaka huu kwa mara ya pili uchaguzi wa wanafunzi wa kujiunga na kidato cha kwanza umefanyika kwa kupunguza gharama zinazotumika wakati wa zoezi la uchaguzi na upangaji wa wanafunzi wa kujiunga na kidato cha kwanza. Na hili la upangaji wa wanafunzi nataka nilisisitize, maana yake pia linaondoa mianya ya upendeleo. Kama una alama za kufaulu za juu, mfumo utakuona, utakupeleka wewe moja kwa moja kwenye shule zile maalumu za watoto wenye ufaulu mzuri. Kwa huwezi tu kuchomeka jina, system inakukataa. Kama hujapata zile maksi za juu, kwa hiyo inapiki. Katika wavulana nani amepata za juu zaidi, unapelekwa kwenye zile shule zetu za wanafunzi wenye vipaji maalum. Kwenye kigezo hiki kwa kweli nikupongeze sana katibu mkuu na timu yako kwa kulisimamia hili kikamilifu. Lakini pia mfumo huu umetusaidia kuongeza ufanisi na uwazi katika uchaguzi wa wanafunzi, kwa maana ya kuwa kila mwanafunzi anapangwa kwenye shule kulingana na mwongozo wa uchaguzi unavyoelekeza. Ndugu wananchi, serikali ya awamu ya 6 chini ya Rais Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan kupitia ofisi ya Rais TAMISEMI ilifanya maandalizi mapema kuhakikisha kuwa wanafunzi wote watakaofaulu mtihani wa kumaliza darasa la 7 mwaka 2021 wanajiunga na elimu ya sekondari ifikapo Januari 2022. Kutokana na maandalizi hayo, nafurahi kutangaza kuwa wanafunzi wote 907,802 waliofaulu mtihani wa darasa la 7 nchini, mtihani wa mwaka 2021, wamechaguliwa kujiunga na shule zetu za sekondari kwa ajili ya kidato cha kwanza, na wataanza masomo yao siku moja mara muhula wa masomo utakapoanza. Na katika hatua hii natangaza kuwa muhula wa masomo kwa shule za msingi na sekondari nchini za serikali kwa mwaka 2022 utaanza tarehe 17 Januari 2022. Kwa hiyo matarajio yetu Januari 17, 2022, kwa jitihada mahususi alizozifanya Rais Samia Suluhu Hassan, wanafunzi wote 907,802 watakuwa darasani kwa siku moja. Ndugu wananchi, naomba nichukue fursa hii kwa heshima na unyenyekevu mkubwa kumshukuru Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan kwa kutilia mkazo wetu wa mwaka huu wanaacha nafasi 430,604, wakati sisi tuna wanafunzi ambao wamefaulu 907,802.
Kwa hiyo uamuzi wa Rais Samia kutuwezesha kujenga vyumba vya madarasa kwa mpigo 12,000 umetuwezesha kupata nafasi za nyongeza za wanafunzi wa kidato cha kwanza nafasi 600,000, na hivyo tuna jumla ya nafasi za kidato cha kwanza 2022 1,130,604. Na hii inaleta ziada ya nafasi 122,802 za kidato cha kwanza kulinganisha na wanafunzi waliofaulu ambao ni 907,802. Kwa maana nyingine, kama kuna wanafunzi walikuwa wamefaulu, bado tuna nafasi za ziada 122,000. Lakini kwa sababu kuna vigezo vya kusema huyo amefaulu, kwa hiyo kuna wanafunzi wengine imebidi tuwaache. Kwa hiyo vigezo vilivyotumika kuchagua wanafunzi wa kujiunga na kidato cha kwanza vilivyozingatiwa, kigezo kikuu ni mwanafunzi kufikisha jumla ya alama za ufaulu kuanzia 121 hadi 300 kati ya alama 300. Masomo yalikuwa 6 na kila somo lilikuwa linabeba alama 50. 50 mara 6 ni alama 300. Kwa hiyo aliyefaulu amepata alama kuanzia 121 mpaka alama 300. Je, kuna aliyepata 300 kwa 300? Hakuna. Lakini hizo ndio watasema wataalamu alama ya juu, lakini hiyo ni NECTA ndio angesema alama ya juu. Nadhani walisema. Kwa hiyo sisi tumeangalia aliyepata 121 na mpaka ile alama ya juu, huyo ndio tumempangia nafasi ya kuanza kidato cha kwanza. Shule zote za sekondari za bweni za serikali ni za kitaifa. Hivyo wanafunzi wenye vigezo vya kuchaguliwa katika shule hizo hutoka mikoa yote ya Tanzania bara ili kuimarisha utaifa. Shule hizo zimegawanywa katika makundi matatu ambayo ni shule za sekondari za bweni kwa wanafunzi wenye ufaulu mzuri zaidi, shule za sekondari za bweni ufundi na shule za sekondari za bweni kawaida. Utaratibu na vigezo vya kuwapangia wanafunzi katika shule hizo ni kama ifuatavyo. Shule za sekondari za bweni kwa wanafunzi wenye ufaulu mzuri. Nafasi katika shule za wanafunzi wenye ufaulu mzuri zaidi zimegawanywa kwa kila mkoa kulingana na idadi ya watahiniwa wa darasa la 7 waliosajiliwa katika mkoa husika kwa kutumia kanuni ya kugawa nafasi hizo kitaifa. Kwa hiyo lengo letu, tunataka zile shule zetu za kitaifa ambazo ziko shule za bweni za kitaifa tuwe na wanafunzi wa kutoka nchi nzima. Na katika ngazi ya mkoa pia tumeshuka katika ngazi ya halmashauri ambapo katika halmashauri nafasi zimegawanywa sawa kwa kila halmashauri zote bila kujali idadi ya watahiniwa waliosajiliwa katika halmashauri. Kwa kimkoa tumeangalia idadi ya watahiniwa ndio tukagawa kwenye zile shule za sekondari za bweni za wanafunzi wenye ufaulu mzuri. Lakini katika ngazi ya halmashauri, kwa hiyo tumefanya sawa, hatukuangalia idadi ya waliotahiniwa. Shule za sekondari za bweni ufundi. Nafasi katika shule za sekondari za ufundi zimegawanywa kwa kila mkoa kulingana na idadi ya watahiniwa wa darasa la 7 waliosajiliwa kwa mkoa husika kwa kutumia kanuni ya kugawa nafasi hizo kitaifa. Lakini pia nafasi zilizotolewa kwa mkoa kama tulivyofanya kwenye shule za bweni kwa wanafunzi wenye ufaulu mzuri, kwenye ngazi ya halmashauri tumezigawa sawa kwa kila halmashauri ndani ya mkoa husika bila kujali idadi ya watahiniwa waliosajiliwa katika halmashauri. Shule za sekondari za bweni za ufundi zimeongezeka kutoka shule 7 zilizokuwepo awali na kufikia shule 9 zilizopo sasa. Kwa hiyo kwa mwaka wetu wa elimu unaoanza muhula wa masomo unaoanza Januari 2020, tuna shule 2 mpya za ufundi ambazo zitaanza, na ni shule ya sekondari ya ufundi Mwadui iliyopo mkoa wa Shinyanga na shule ya sekondari ya ufundi Chato iliyopo mkoa wa Geita.
Na shule ya sekondari ya ufundi Mwadui ni shule ya kwanza ya ufundi kwa wasichana ambayo imepangiwa kuchukua wanafunzi wa bweni wasichana 80. Ndugu wanahabari, serikali imekamilisha maandalizi yote muhimu kwa shule hizi mbili za ufundi ambazo tunazianzisha, ikiwemo kuajiri walimu wa masomo ya ufundi, kuandaa mazingira ya ujifunzaji na ufundishaji na kutenga bajeti ya fedha za ruzuku ya uendeshaji na chakula kwa wanafunzi. Hivyo hatuna budi pia kuipongeza serikali ya awamu ya 6 chini ya Rais Samia Suluhu Hassan kwa kuruhusu kuanza kwa shule mpya za ufundi za bweni. Shule za tatu za kitaifa ni shule za sekondari za bweni za kawaida. Nafasi katika shule za bweni kawaida za kitaifa zimegawanywa kwa kila halmashauri kwa kufuata idadi ya watahiniwa wa darasa la 7 waliotoka katika mazingira magumu tu, kwa kutumia kanuni ya kugawa nafasi hizo kitaifa. Katika kundi hili naomba niseme wanafunzi kutoka halmashauri za majiji, manispaa na miji hawakuhusishwa isipokuwa kwa wanafunzi wenye mahitaji maalum. Kwa hiyo hii sababu yake ni nini? Tunaangalia wanafunzi ambao wako katika mazingira ya vijijini na wana ufaulu mzuri, hawakuwaza kupata nafasi katika zile shule za bweni kwa wanafunzi wenye ufaulu mzuri, hawakupata nafasi katika shule hizi za sekondari za ufundi, basi angalau hawa tuwapeleke kwenye shule zile za bweni za kitaifa. Kwa hiyo bahati mbaya au nzuri, tumewaacha wanafunzi kutoka halmashauri za majiji, manispaa na miji. Tumechukua wale wa kutoka, isipokuwa wale ambao wako katika mahitaji au mazingira magumu. Kuna wanafunzi wenye ulemavu, kuna wanafunzi tunawajua wako mijini lakini wanatoka katika kaya au familia maskini. Kwa ndugu wananchi, kwa kuzingatia vigezo nilivyovibainisha hapa juu, sasa napenda kueleza kuwa wanafunzi 4188 sawa na 0.47% wamechaguliwa kujiunga na shule za bweni za kitaifa kwa mchanganuo ufuatao: wanafunzi 934, wavulana wakiwa ni 514 na wasichana 420 sawa na 0.1% wamechaguliwa kujiunga na shule za sekondari za wanafunzi wenye ufaulu mzuri zaidi. Kwa hiyo shule za sekondari za wanafunzi wenye ufaulu zaidi tumepeleka wanafunzi 934 ambapo ni sawa na 0.1%. Wanafunzi 1265, wavulana ni 1070, wasichana ni 195 sawa na 0.14% wamechaguliwa kwenda shule za sekondari za ufundi. Kwa hiyo technical secondary schools tumepeleka wanafunzi 1265 na wanafunzi 1989 sawa na 0.22% wamechaguliwa kujiunga na shule za sekondari za bweni zile za kitaifa pia za kawaida. Sasa nilisema wanafunzi waliofaulu ni 907,802. Kwa hiyo wanafunzi wetu wengi tumewapangia katika shule za sekondari za kutwa au za kata au za kawaida katika maeneo mbalimbali. Hawa ni wanafunzi 903,614. Wavulana wakiwa ni 437,215 na wasichana wakiwa ni 466,399 sawa na 99.54%. Kwetu sisi pia kama ofisi ya Rais TAMISEMI, hili ni jambo la kipaumbele la kuendelea kuboresha shule za sekondari za kata au za kawaida, kwa sababu kila watoto 100 waliofaulu, watoto 99 tunawakuta katika shule zetu za sekondari za kata au shule zetu za sekondari za kawaida.
Kwa hiyo ndugu wananchi, nataka kukiri kwamba tumeipata changamoto ya uhaba wa nafasi katika shule za bweni za kitaifa, hususan kwa wasichana. Kuna wasichana walikuwa na ufaulu mzuri, lakini nafasi za shule za bweni za kitaifa kwa wasichana zilikuwa chache. Kwa napenda kuhakikishia kuwa tayari ofisi ya Rais TAMISEMI kwa kushirikiana na Wizara ya Elimu inafanyia kazi changamoto hii, na tayari tumeanza kuchukua hatua za makusudi ili kuongeza nafasi katika shule za bweni za kitaifa mwakani na miaka ijayo. Hatua hizo ni pamoja na kuanza upanuzi wa baadhi ya shule kongwe za sekondari ambazo zinachukua wanafunzi wa kidato cha 5 na 6 pekee ili ziweze kuchukua pia wanafunzi wa kidato cha kwanza hadi cha 4. Lakini hatua ya pili ambayo tumeichukua ni kuharakisha ujenzi wa shule mpya za sekondari za bweni kwa wasichana kupitia mpango wa kuboresha elimu ya sekondari, ambapo kwa mwaka huu wa fedha wa 2021-2022 tunajenga shule 10 za sekondari za wasichana za bweni, ambapo kila mkoa tayari shilingi bilioni 3 zimeshatumwa katika mkoa husika. Kwa zimeshatoka shilingi bilioni 30 kwa ajili ya awamu ya kwanza wa ujenzi wa shule hizi. Nafikiri kesho nitatoa mchanganuo, kesho kutwa nitatoa mchanganuo hizi shule 10 tunakwenda kuzijenga wapi, kwa sababu kuna hizi shule 10 za bweni za wasichana, lakini pia kuna shule nyingine 214 za sekondari ambazo tutazijenga katika ngazi ya kata. Kwa ndugu wanahabari, napenda kutumia fursa hii kuwapongeza wanafunzi wote waliochaguliwa kujiunga na kidato cha kwanza mwaka 2022. Aidha, na washukuru walimu, wakuu wa shule, kamati za shule, maafisa elimu kata, maafisa elimu wilaya na mikoa, pamoja na viongozi wote wa halmashauri na mikoa na wadau wa elimu nchini kwa kutoa ushirikiano katika kusimamia uendeshaji na utoaji wa elimu ya msingi na sekondari nchini. Aidha, napenda kuwaasa wanafunzi wote tuliowachagua kujiunga na kidato cha kwanza katika shule za serikali nchini kwa mwaka 2022 watumie vizuri fursa walioipata kusoma kwa bidii ili wafikie malengo waliojiwekea. Na ninawaagiza walimu wakuu wa shule na watendaji wa elimu katika ngazi zote kuongeza bidii katika usimamizi na ufuatiliaji na utoaji wa elimu ili kufikia malengo ya elimu yaliyowekwa na serikali. Natambua kwamba kuna wanafunzi tumewapangia shule lakini watakwenda kwenye shule private. Kwa hiyo tunaomba wazazi na walezi ambao wameshafanya uamuzi au watafanya uamuzi wa kupeleka watoto wao kidato cha kwanza katika shule binafsi watupe taarifa. Nadhani fomu bado ile ipo, kwa kujaza fomu maalumu kwenye mtandao kusudi tuone ni nafasi ngapi zitakuwa wazi tuweze kuwapangia wanafunzi. Itakuwa sana sana ni kupandisha tu hadhi kwa sababu hamna mwanafunzi ameachwa. Na tunaamini kabisa hawa wanafunzi ambao 1934 tuliowapanga kwenye shule za sekondari za wanafunzi wenye ufaulu mzuri, wengi wataenda private. Na hii ambayo na wale 1989 naibu katibu mkuu ataeleza mwaka jana private school walichukua wanafunzi wangapi wa form 1. Lakini sisi kama serikali tunabeba jukumu la kusema ni wajibu wetu wanafunzi wote waliofanya mitihani ya darasa la 7 na kufaulu tumewapangia shule. Kwa hiyo nitoe rai kwa wazazi walezi pale ambapo wameshafanya maamuzi kwamba hawatawapeleka watoto katika shule zetu za sekondari, basi kutusaidia kujaza fomu ambayo inapatikana kwenye mtandao ili tuweze kuwapandisha daraja. Hapa ni kupandishana daraja. Unamtoa mtu shule ya day unampeleka shule ya ufaulu maalum. Lakini pia ninapenda kutumia fursa hii, ndugu wanahabari, mimi na wenzangu, kwa heshima na unyenyekevu mkubwa
kumshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan kwa kuweka mkazo mkubwa na wa kipekee katika kuboresha elimu msingi na sekondari nchini. Kwa mara ya kwanza Mheshimiwa Rais Samia aliruhusu kiasi cha fedha shilingi bilioni 240 zitumike kwa ajili ya ujenzi wa vyumba vya madarasa 12,000 kwa mpigo. Haijapata kutokea. Vyumba vinajengwa kwa mpigo katika halmashauri zote 184 ili kuwezesha wanafunzi wote waliofaulu kuanza masomo mwezi Januari. Hakika Rais Samia anaandika historia nyingine kubwa katika nchi yetu ya kuwezesha wanafunzi wote waliofaulu mtihani wa darasa la 7 mwaka 2021 wote kuchaguliwa na kuanza muhula wa masomo siku moja, ambapo ni tarehe 17 Januari 2022, na hivyo kutuwezesha kuzika rasmi utaratibu wa kuchagua wanafunzi wa kidato cha kwanza kwa awamu 2. Mwaka huu tunasema hakuna second selection. Selection iko moja na ndiyo hii ambayo nimeitangaza. Tunamshukuru sana Rais Samia kwa kutusaidia kuweza kutimiza lengo na dhamira hii ya kutokuwa na awamu ya pili ya wanafunzi wa kidato cha kwanza. Wote tunafahamu mazingira yetu. Mtoto amefaulu akiambiwa subiri mpaka mwezi wa 3 madarasa yajengwe, kuna wengine wanaozeshwa, kuna wengine wanaenda kuvua, kuna wengine wanajiingiza kwenye madini, kuna wengine wanaenda kujiingiza kwenye uvuvi. Kwa hiyo tunawapoteza watoto wengi katika kipindi hiki cha miezi 3 ya kusubiri ujenzi wa madarasa. Lakini tumeona kazi ya Rais Samia, madarasa yanajengwa nchi nzima. Jana nilikuwa Iringa, katibu mkuu alikuwa Tanga, nimepita Kilimanjaro, wengine wameshafika mpaka ngazi ya kuwezeka. Kwa hiyo madarasa sasa ndio yatakosa wanafunzi kwa mwaka huu. Lakini bado changamoto za form 2 na form 3 zipo. Kwa hiyo kwa mara ya kwanza Rais Samia anaandika historia kwamba madarasa yanakosa wanafunzi. Kwa hili tunamshukuru sana. Nitoe wito kwa wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya, viongozi na watendaji wa halmashauri kwa kushirikiana na wadau wa elimu kuhakikisha wanafunzi wote waliochaguliwa wanaanza masomo yao mwezi Januari bila vikwazo vya aina yoyote. Maana tusisikie kuna kikwazo, ili kutekeleza azma ya Rais Samia Suluhu Hassan ya utoaji wa elimu msingi bila malipo, bila vikwazo. Na jambo hili litafanikiwa endapo kila mmoja kwa nafasi yake atawajibika kwa kusimamia ujenzi wa vyumba vya madarasa unaoendelea sasa hivi ili uweze kukamilika kwa wakati kama tulivyojipangia. Ninawaagiza wakuu wa mikoa, makatibu tawala wa mikoa, wakuu wa wilaya na wakurugenzi wa mamlaka za serikali za mitaa kuhakikisha ujenzi wa miundombinu yote kwa ajili ya kuwapokea wanafunzi wa kidato cha kwanza mwaka 2022 inakamilika kabla au ifikapo tarehe 15 Disemba 2021 kama nilivyoelekeza mara kwa mara, lakini pia katibu mkuu amekuwa akielekeza hili ili kuhakikisha wanafunzi wote wanaripoti shuleni kwa wakati mmoja. Wanafunzi wa bweni wanatakiwa kuripoti shuleni tarehe 15 Januari 2022 na kwa wanafunzi wa shule za kutwa wataripoti shuleni tarehe 17 Januari 2022. Aidha, ninawahimiza wazazi, walezi na jamii kushirikiana na uongozi wa wilaya, halmashauri na shule kuhakikisha kuwa wanafunzi wote waliochaguliwa wanaandikishwa, wanahudhuria na kubakia shuleni hadi watakapohitimu elimu ya sekondari. Ndugu wananchi, orodha ya wanafunzi wote waliochaguliwa pamoja na fomu za maelezo ya mahitaji ya kujiunga na kidato cha kwanza, joining instructions, kwa shule zote za bweni za kitaifa zinapatikana kwenye tovuti ya ofisi ya Rais TAMISEMI kupitia kiunganishi cha www.tamisemi.go.tz na Baraza la Mitihani www.necta.go.tz. Pamoja na maelekezo haya, tunafahamu kwa wanafunzi, wazazi, walezi, atakayekuwa na swala linalohitaji maelekezo au ufafanuzi zaidi, aende katika ofisi za elimu za mkoa wake au halmashauri
au apige simu kwenye namba ya kituo cha huduma za wateja ofisi ya Rais TAMISEMI kwa namba za simu 026 21 60 210 au 0735 160 210. Asanteni kwa kunisikiliza ndugu wanahabari. Kama kutakuwa na maoni, maswali, nipo tayari kujibu mimi na timu yangu, lakini kubwa ambalo nataka kulirudia kusisitiza ni kutokuwepo kwa vikwazo vya aina yoyote vya kuwezesha wanafunzi kuanza masomo. Tusisikie mwanafunzi anarudishwa kwa sababu hana uniform. Wakuu wanaweza wakajipanga wakatoa wiki moja mbili, watu wakaenda na nguo za nyumbani, au kikwazo sijui bila kuja na dawati, na hii fedha ambayo tumeitoa imeingiza na fedha za madawati. Kwa hiyo sitamuelewa mkuu wa shule yoyote ambaye atasema mtoto huwezi kuja shule, mzazi usimlete mtoto wako bila kuchangia fedha ya madawati. Na katibu mkuu hapa na kuelekeza uangalie vizuri joining instruction. Yale mambo yasiyo na tija hatupaswi kuyaona katika joining instruction. Na hata joining instruction ya shule za bweni lazima tutoe. Maana kule nako ndio kuna uhuni na ujanja fulani hivi. Utasikia mara njoo na hichi, mara njoo na hichi. Kwa kubwa wakuu wa mikoa na wakuu wa wilaya wasimamie kuhakikisha hakuna vikwazo vyovyote vitakavyofanya watoto wetu hawa 900,000 na watoto wetu hawa 900,782 wote tunataka tuwaone wanaanza shule siku moja. Asanteni sana, karibuni kama kuna maswali, maoni na ufafanuzi.